Hello, karibu tena kwenye Mr. Inspire. Na leo nitakuwa nikiongelea habari ya support. Yaani kuna watu ambao wakikosa support kwenye malengo yao, kwenye ndoto zao, wanaamua kuahirisha, wanaamua kuquit. Lakini ni kitu ambacho sio sahihi. Nakumbuka nilipokuwa primary nilikuwa nikipenda sana maua fulani, yalikuwa yanaitwa maua saa sita. Yaani maua saa sita. Sasa tulikuwa tunaambiwa na walimu kwamba au na marafiki walikuwa wanatuambia kwamba yale maua saa sita yanapofika saa sita tu yanakuwa yanasinzia, au kwa jina lingine walikuwa wanaita maua sinzia. Sasa marafiki zetu walikuwa wanasema kwamba ikifika saa sita yale maua haya yanasinzia. Ikifika saa sita maua yale yanasinzia. Maua saa sita ndio maana yakaitwa maua saa sita. Sasa tulikuwa tunapenda sana, mimi na marafiki zangu tunapenda sana kufuata yale maua na kwenda kuyapanda. Yaani mimi nilikuwa navutiwa sana na yale maua kwa sababu nilikuwa natamani nione ikifika saa sita ni kweli yatasinzia yale maua, ni kweli kitatokea kile ambacho nakitegemea. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana tukiambiwa tukachome maua kwa ajili ya kupanda shuleni kwenye bustani, basi nilikuwa natamani sana nipate yale maua saa sita. Tulikuwa tunatembea kutafuta yale maua saa sita, tunatafuta kweli. Yaani tukikuta mahali nafurahi sana yale maua, nachukua nini naenda kupanda. Basi bwana. Sasa tumepanda yale maua bwana. Ilipokuwa ikifika saa sita, sasa naenda kuangalia. Kweli yanasinzia, lakini nakuta maua yamesimama vile vile. Hayasinzii. Kuangalia maua hayasinzii. Saa sita hayasinzii. Nasema leo labda nimechelewa, labda inahitajika saa sita kamili. Siku moja saa sita kamili maua hayasinzia. Basi kwa hiyo nikakuwa mpaka kuwa kiakili mpaka kufika hivi leo, lakini sikuwahi kuona yale maua kama kweli yanasinzia. Sijui kama kweli wao yanasinzia au ilikuwa ni habari tu ya watu wanatuambia ili tu pate morali ya kupanda yale maua. Sasa nilipokuja kukua kiakili nikagundua kwamba kuna tabia takriban 3. Ni tabia nyingi sana ambazo binadamu wanakuwa nazo, lakini kuna tabia 3 ambazo pia zinafanya kazi kubwa sana kwa binadamu katika vitu anavyoviona. Nikagundua kuwa mtu anakuwa interested sana na kitu ambacho anakiona na kitu ambacho anakisikia, lakini pia anaendeshwa na matokeo ya kitu. Yani people are interested to what they see, what they hear, and then they are driven by results. Nimesema hivi kwa nini? Jue, nilikuwa napata morali sana ya kupanda yale maua kwa sababu nilisikia habari za yale maua. Lakini pia nilitamani kuona kile kitu ambacho nilikuwa nasimuliwa kwamba maua yanasinzia. Yaani kitu cha ajabu. Nilikuwa natamani nikione. Lakini pia nilikuwa natamani kujua matokeo. Yaani nione yale matokeo kweli yanatokea, yaani ya maua kweli yanasinzia au nini. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilinifanya mimi nikapata morali sana ya kupanda yale maua. Kwa hiyo nikajikuta kwamba ninafanya kazi ya kupanda yale maua bila kulazimishwa, kwa sababu nilikuwa ninategemea kitu fulani kutoka kwenye yale maua, yani result. Lakini pia nilisikia habari za yale maua. Lakini pia nilitamani kuona yale maua kitu yanachokifanya. Hivyo hapo katika maisha ya kawaida binadamu wanapokuwa wanaendeshwa na hizi tabia. Unapokuwa na malengo yako, unapokuwa na ndoto zako ambazo unatamani kuzitimiza, usisubiri support ya watu, kwa sababu you are the first one to support yourself. Yaani wewe ni wa kwanza kujisupport wewe mwenyewe. Support hiyo inaanzia ndani. Yaani wewe mwenyewe ukijikubali na kujiamini kufanya kitu, basi wewe mwenyewe umejisupport. Unakuwa wa kwanza kusupport kazi ambayo unaifanya wewe mwenyewe, then unafanya. Lakini sasa support ambayo unategemea kutoka kwa watu wengine itakuja baada ya wao kuona, kusikia na kuona matokeo ya kile kitu ambacho unakifanya. Yaani endapo watasikia kile kitu ambacho unakifanya. Kama ni biashara, ndio maana watu wanasema biashara ni matangazo. Ina maana watu wasikie, lakini pia waone kitu ambacho kinafanyika na waone pia matokeo. Kama sio kuona, basi wasikie habari za matokeo. Kikubwa ni kuona na kusikia. Ona. Sasa usisubiri tu support, na watu wasipokusupport ukasema kwamba mimi na quit, sifanyi tena, siendelee. Hapana. Endelea na ndoto zako,
fanya kitu ambacho unakipenda, fanya shughuli za ndoto zako, then support itakuja baada ya wewe kuonyesha nini ulichonacho. Dunia leo hii wanahitaji kuona nini ulichonacho kwanza, after then wao ndio waje weke nguvu zao. Kwa hiyo fanya kwanza kwa sehemu yako, jiamini, kuwa na focus kwenye kitu ambacho unakifanya, then watu watakiona kitu ambacho unakifanya na watakupatia support. Hata wewe mwenyewe uweze kusupport kitu ambacho unajua hakina matokeo yote, wala uwezi yani haujawahi kuexperience, haukioni wala haujawahi kusikia. Ina maana ni nothing, yani ni kitu ambacho hakipo. Kwa hiyo uwezi ukatoa nguvu zako zote kuwekeza kwenye hicho kitu au kukisupport. Lakini kama unasikia kitu fulani kiko hivi, mtu fulani ana material haya na haya, then una uwezo wa kusupport. Hivyo kwa upande wako, watu watakusupport endapo utaonyesha, utapiga hatua. Watu wanasubiri upige hatua ya kwanza, then watakujoin kwenye hatua ya pili na zinazoendelea. Piga hatua ya kwanza. Hatua ya kwanza ndio inakuwa ngumu kwa sababu unakuwa peke yako. Lakini utakapopiga hatua ya kwanza, hatua mbele kidogo, watu watakujoin na utafanya mambo makubwa. Lakini pia hata usipoipata, utaipata mbeleni kwa sababu umeamua kufanya. Ukiamua kufanya, hakikisha kwamba unafika pale ambapo unatamani kufikia. Kwa jina naitwa Mr. Inspire Kabalo Musa Shunashu. Karibu sana kwenye Mr. Inspire program. Endelea kujifunza mambo makubwa ambayo yanakusaidia wewe kufikia kwenye malengo yako. Mafanikio yako ndio furaha yangu. Asante sana.